moja itakusukuma kwenda kwenye maombi ya siku 40. Hiyo ni njaa kumtafuta Mungu. Njaa kumtafuta Mungu itakusukuma kusoma Biblia yako sana, lakini njaa ya kutumika huwa inawapoteza watu wengi, na nimewahi kuwafundisha, na leo nisikilize vizuri. Si kila anayemtumikia Mungu ni mtoto wa Mungu. Maandiko yanasema kila kitu ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asiwe. Kila kitu, nisikilize kwa makini, kila kitu ni mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema hata wabaya wamewekwa kwa ajili ya siku ya ubaya. Ile kwamba unamtumikia Mungu mahali haimaanishi kwamba Mungu yuko na wewe, haimaanishi kwamba huyo mtu ni mtu wa Mungu. Na ndio maana Yesu anasema ile siku wengine watasema tulifanya miujiza kwa jina lako, tulifanya ishara kwa jina lako, atawaambia ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu, siwajui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kila kitu ni mtumishi wa Mungu. Ndio maana hata Farao alikuwa mtumishi wa Mungu, Nebukadneza alikuwa mtumishi wa Mungu na ni mfalme wa Babeli, Dario alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema kuna mtu alikuwa anaitwa Nahaman alikuwa mtumishi wa Mungu, hakuwa Mwisraeli, hakuwa Myahudi, lakini maandiko yanasema kwa mkono wake Bwana alimpa kushinda. Mungu alimpa kushinda kwa mkono wake. Kwa hiyo ile kwamba mtu anatumika haimaanishi kwamba yuko na Mungu. Naongea na mtu hapa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Mungu anawajua walio wake. Bwana Yesu asifiwe. Na kwamba kila litajaye jina la Bwana na auache uovu. Tunaanza kuwa watoto wa Mungu kwanza kabla ya kuwa watumishi wa Mungu. Na ni bora usijulikane kama ni mtumishi, lakini ubaki kwa mtoto wa Mungu katika jina la Yesu leo. Nimesema kwa jina la Yesu leo. Sasa wengine wanasema, mwingine akakaa kwenye kanisa kama hili akasema mimi natamani kutumika lakini sipati nafasi ya kutumika. Kwa hiyo anaamua kuwa na utumishi wa kiholela.